Kwa kweli nimefurahi hata kwa sababu mababa kardinali wameweza kumpata tena kwa haraka sana katika kura ya 4 ambayo ni haraka sana. Tulitegemea kwamba walau kura ya 4 ya 5 angepata na lakini asizidi kura ya 9, lakini kuipata kwa kura ya 4 ilikuwa kitu kizuri sana. Nakumbuka Papa Benedicto naye alipata kwa kura ya 4, Papa Francis akapata kwa kura ya 5, lakini yote katika siku ya pili. Ya kwanza ni kura 1, alafu ya pili ni kura 4. Mmoja akaipata kwa kura ya 4, mwingine akaipata kwa kura ya 5. Maana yake ambayo ndio kura ya 3 katika siku ile. Hivyo imefurahisha sana kuona kwamba wamefikia uamuzi kwa haraka sana. Maana yake Roho Mtakatifu amefanya kazi nzuri kubwa sana. Ndio. Huyu papa mpya au papa alichaguliwa sasa hivi tunamhitaji au ndio papa tayari? Yaani upapa anapochaguliwa wanamuuliza unakubali? Akisema ndio, tangu dakika hiyo anakuwa papa. Kwa sababu hakuna naye anayemweka upapa, hakuna naye msimika, hakuna nini. Ule uchaguzi wenyewe na kukubali kwake ndiko kunamfanya awe papa. Ndio. Labda kwa sababu katika kitabu cha akili ya kanisa hawezi kuwa papa bila kuwa askofu. Na inawezekana, ingawa haitokei, ilitokea zamani sana kama mtu anachaguliwa ambaye si askofu. Hivyo kama anachaguliwa bila kuwa askofu, anapewa uaskofu kwanza, na kisha kuwa askofu mara moja anakuwa papa. Ndio. Kwa sababu kuwa papa lazima uwe askofu wa Roma, na kabla hajawa askofu hawezi kuwa papa. Lakini kwa kawaida sasa wanachagua sio tu maaskofu, lakini wanachagua makardinali. Papa Leo wa 14 Ndio. Ni nani? Papa Leo wa 14 ni misionari wa shirika la Augustino ambaye amezaliwa kule Marekani, Chicago, miaka 69 iliyopita. Na tangu alipozaliwa akasomea kule Chicago, Marekani. Ndio sababu wa Marekani wanafurahi sana na wanajiona kwamba wamepata papa wa kwanza. Hivyo yeye ni Marekani kwa kuzaliwa. Lakini baada ya kuwa Mwagustiniano, kazi kubwa sana ameifanya umisionari kule Peru. Mpaka akawa askofu kule Peru. Katika jimbo la katika jimbo moja kule. Hivyo kwa namna hiyo, katika umisionari wake, katika uchungaji wake, katika mawazo yake ya kichungaji ni mtu wa Peru. Ni mtu wa Marekani ya Kusini. Lakini katika uraia ana uraia pacha. Na Peru baada ya kukaa muda mrefu nao wamempa uraia. Hiyo ni raia wa Marekani na ni raia wa Peru. Wakristo, huyu ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Wamepata kiongozi wa aina gani katika nafasi ya upapa? Katika nafasi ya upapa wamepata papa ambaye kwanza ana uzoefu wa nchi mbalimbali. Yeye ni Marekani, hivyo mambo ya Kimarekani amelelewa kule, amesomea kule na amekuwa Mwagustiniano akiwa kule Marekani. Amekwenda ambayo ndio tunasema sehemu ya juu. Hemisphere tunaita sehemu ya juu. Ili ya Ulaya, Marekani na watu kama hao. Alafu amefanya kazi yake kule kusini. Maana anajua shida zote za Marekani ya kusini kama Papa Francis. Na mpaka akapata uraia kule kusini. Akibaki na uraia wa Marekani, akapata na uraia wa kusini. Hivyo anajua na mambo ya kusini. Alafu uzuri ni kwamba toka mwaka 2001 mpaka 2014 amekuwa kiongozi wa Augustiniano. Kiongozi mkuu wa Augustiniano. Na kwa namna hiyo ameweza kuwasiliana na Augustiniano wa dunia nzima. Hata na hapa Tanzania alikuja. Nadhani ilikuwa mwaka 2006 hivi. Alikuja hata hapa Tanzania, akaenda Morogoro, akaenda mpaka Songea. Hata na askofu wetu huyu wa Bagamoyo walifanya kazi pamoja. Alimteua awe mkurugenzi wa maisha ya kiroho ya Augustiniano. Hivyo naona kwamba hata na sisi kidogo zinajisikia tuko karibu naye kwa sababu ametembelea Tanzania na mmoja wapo wa maaskofu wetu ambaye amekwenda Bagamoyo juzi naye wamefanya kazi pamoja. Hivyo nakuta kwa kweli ni mtu ambaye anajua, ametembelea sehemu nyingi sana za ulimwengu. Hata na lugha anaongea 6 ikiwemo Kiingereza, bila shaka Kihispania.